Bwana Yesu asifiwe. Kenya wenzangu, ninakuja mbele yenu na ujumbe wa leo una concern ku clarify ujumbe nilipeana njuzi, because I have received some phone calls. To some I have explained, to others I have not very well, because I have told them that I shall do another message concerning the same. Na nimesema hii nitafanya kwa Kiswahili. Na hiyo ujumbe kwa sababu ilikuwa ya wakati huo. Najua hii mambo na ujumbe kutoka kwa Mungu huwa saa ingine iko hata kuna vile mnaweza ona I'm looking like serious. That is the seriousness of the matter, and that is the seriousness with the Almighty God at that very moment. So today I may not look like then because I am clarifying a message that is already given out. So the Holy Spirit of God, the way He was on me, it's not now the way He is today. Today I am clarifying. That time nilikuwa napeana ujumbe. Saa hii ninaipeana hiyo ujumbe kwa kuipeana in details. Yani kwa kuifafanua, that is kuieleza kwa uzito. Okay, kwa kuieleza kwa Kiswahili. Kuieleza ujumbe niliopeana njuzi. I think either yesterday, njuzi. Today is on 29th. Tarehe 27. Na ilikuwa concerning a warning. It is a stern warning to leaders, some leaders yenye niliwapeana hapo. Kuna vile wengine waliona it's like those are the people now to be wengine waliona ni hao watu ndio watatumika na Mungu. Nasema Mungu alisema hakuna pahali hao wanafaa, hakuna pahali kabisa katika nchi ya Kenya. At this very moment, hakuna pahali wataingilia. Ndio nilikuwa najaribu kuwaambia wasije waka interrupt the plan of God concerning mpango wa Mungu kuhusu wakati huu ulioko. Na kuna vile nataka kwanza tusome tumshukuru Mungu, because I can see God's people are understanding very well His word. Kuna wale wananielewa haraka zaidi, na ninashukuru Mungu. Ndio sababu nimeamua leo nimshukuru, na nimshukuru mkisikia na mkiona, because His word says we thank Him. We are thanking Him because He is too near. Na ukielewa neno la Mungu kulingana vile alivyolileta kwako, furahia, because ako karibu hivyo hivyo. Ako karibu na wewe vile unavyoielewa. So ni Psalm 75 verse 1. Na unajua kuna watu sana wanataka wakisikia tunasoma Biblia hapa, wanajaribu kusongesha message, kwanza waondokee hiyo maneno ya kusoma Biblia, wakuje kuanzia kusikia ujumbe. That is what the Holy Spirit of God told me His people are doing. God's people don't want to hear the word of God, especially being read. What if it is you to pick and read? If you are inakushinda ukisomewa. Kama nasema sasa tutasoma Psalm chapter 75, Psalm 75 verse 1. Hey, then unaona mtu anajaribu kuassume, ana scroll hiyo message aone, ana assume hiyo verse imeishia hapo. Hapo imeishia, sasa ndio anafungulia ndio asikie ujumbe. Neno la Mungu ni letu sisi sote wa Kenya. Na hii neno ndio inatukuja kutuokoa. Hii neno ndio inatuokoa. Maana neno ndio ukweli, na neno ndio Yesu. Ndio inatuokoa. Hii neno ndio inatuokoa wa Kenya. So it says this: we thank you, O God. We give thanks because you are near. People everywhere tell of your wondrous deeds. That is New Living Translation. We thank you. 75. Psalm 75 verse 1.
We thank you, O God. We give thanks because you are near. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunasema ni asante kwa sababu u karibu nasi. Matendo yako ya maajabu yameonekana. Matendo yako ya ajabu yameonekana. King James Version, New King James Version. We give thanks to you, O God, for your wondrous works declare that your name is near. The Lord's name is him himself. He is the Lord I am. He is the one I am. He is too near to us. And his wondrous works declares that he is near to us. His wondrous works. Remember, nataka tukumbushane jambo moja. Hii wakati ya hii tunasema hivi. Nataka nifanye tu the shortest clarification. Ndio tuelewe zaidi. Hii ni ya kuclarify ujumbe nilipeana. Concerning viongozi wenye Mungu amewaambia wasidhubutu to do anything to do with the nation. Alisema Mungu saa hii si wakati wa mwanasiasa yeyote. Mungu alisema saa hii si wakati wa mwanasiasa yeyote. Na kwa sababu kuna ujumbe wake wa Mwenyezi Mungu alipeana. Na ninataka tukue tunasikiliza sana ujumbe wa Mungu kulingana na vile ulivyo. Na ninaomba usikomenda ama ulike ujumbe kama unjausikia wote. Na hii ujumbe naifanya the shortest, ndio muangalie tafadhali wa Kenya. Muone ni wapi Mungu alitaka mambo itendeke katika nchi ya Kenya, na muone ni wapi tunakosea hata saa hii haijatendeka. Na ndio tuende mbele zake kwa kumuita na kwa kumuomba. Because kama kuna mtu amemtoa akasimame katika nchi on his behalf, lazima tumuombee huyu mtu. Lazima tumuombee huyu mtu, mtumishi wa Mungu mwenye Mungu ameamua wacha tulete agenda yake, mwenye amebeba agenda yake Mwenyezi Mungu. Ndio sababu unaona tunaambiwa pray for all leaders, because kuna vile wanaweza chukulia ujumbe wa Mungu na wakakubaliana na ujumbe wa Mungu na inji ikapona. Ndio sababu naambia inji Kenyans pray. Wacheni sasa kunungunika, tumenungunika ya kutosha. Kumbuka Wanaisraeli walinungunika na walikaa katika njangwa miaka zaidi 38 good years. Yani walijiongezea kifungo. Not 38, 40. I think 40 years. Wakizunguka pali pamoja kwa sababu ya manunguniko. Saa hii wa Kenya tuombee mwenye ako na agenda ya Mungu, because nimewaambia nitawaeleza. Kuna hiyo ujumbe nilisema, nikimalizia nilisema hata vile Mungu atafanya sijui. Ninajua I am still here to apologize that I said I don't know, but I know. Even the Lord, I knew deep down my heart, I know, but I decided to say I don't know, because I don't want to be taken so special. I don't want to be taken too good. I don't want to be taken, it's like it's me. It's not me, Kenyans. It is the agenda of the Almighty God to be articulated at this very time. Wakati huu ni ule wakati nilisema, Mungu ni lazima anakuja kufanya kazi yake. Na ni kwa sababu tuko Kenya. Tuache sasa kulalamika. Sasa tuombee agenda ya Mungu, kwa sababu agenda ya Mungu inaingiana na hii mambo mnaona msukasuko. Hii mambo msukasuko mnaona iko katika nchi ya Kenya, mpango wa Mungu iko ndani yake. Na ndio nataka sana tuombe. Tafadhali tuombe. Mwenye ako na hiyo agenda hata sasa asizuilike zaidi ya hapo. Tumenungunika ya kutosha wa Kenya. Tumshukuru Mungu na tumwambie sasa aachilie nguvu zake ndio ziweze zikafungulie yule mwenye ako na agenda ya Mungu, naye agenda ya Mungu ikatendeke na nchi ikapone. Kuna wakati nilisema hapo nyuma hii ujumbe ya crude oil. Okay, concerning these leaders, to clarify kwa kusema waziwazi, nimesema wasidhubutu kupambana na kutafuta uongozi wowote wa nchi, au wasitafute uongozi wowote wa nchi sababu hawatapata.
Na ndio sababu nilikuwa nawaambia hivyo, wasidhumbutu kupinga mpangilio wa Mungu wenye inakuja katika nchi ya Kenya very soon. Wasijiingishe pahali popote, wasije wakapigwa mapigo yenye haifai, because Mungu hata simamisha ajenda yake kwa sababu ya kiumbe aliumba. Nilisema mbele ya Mungu uhai na kifo ni the same, and I am not promising anybody any death, but you can attract death by your deeds. Kama hutasikia vile Mungu anasema, of course uta attract death. Na ndio nilisema wote hao wasijitafute hapo, na wengine wengi ambao sikusema, hata wengine wanaongoza tu ambao sikuwasema, wasidhumbutu saa hii dakika hii kuanza kujipanga ati kwa sababu ya 2027. Hakuna kitu kama 2027 saa hii katika nchi ya Kenya. Hakuna hata 2027 hiyo mnasema. Hivyo mnasema 2027 itakuwa katika mpango wa Mungu. Actually things will have been settled already. And will have taken the right path. Kila kitu itakuwa imejialign tayari na mpango wa Mungu. Bila politician yeyote. Hapa nilisema I was called into politics to interact with them and to give them these messages without fear, because most of them they know me. I said nitawaonyesha tu hapa ni muelewe nilianzia hii kazi lini. Nataka tu kufanya a clip of not more than 15 minutes. Please. Hii ujumbe ya crude oil nilisema nilibeba since 2015. Na 2018 Mungu akaniambia sasa I am meeting the first president. Na kwa sababu aliniambia ujumbe nitapeleka to the president, I decided to release the message. This is the day I met the former president. You can see. Mimi ndio huyo nimewekelea shuka ya Jubilee kwa mabega yangu. That is the very first day I'm greeting a president of this nation. Actually, it was the second day. The first day I had already tulikuwa tumekutana kwa Jubilee House huko. Na we had already nilikuwa tumesalimiana. Hata hiyo wakati nilitaka ku release the message. But the Lord told me not that time. This second time I wanted still to release. But now the Lord told me not this one. The very first time the Lord told me not now. So the second time I'm greeting the president, Mungu akaniambia si huyu unapelekea ujumbe ya crude oil. So kwa wale mnaona ni kama hii jambo ilikuwa rahisi, haikuwa rahisi. Mungu akinikutanisha nao alikuwa ananiambia siku fulani utakutana na huyu. Na for sure ninakutana na yeye na nataka ku release ujumbe ya crude oil. Hata mimi ilikuwa kuna vile ilikuwa naibeba by then. Saa hii iko rahisi sana, iko rahisi. Nasema hivyo because nimeirelease na kila mtu anajua, most of us know. The second time, hiyo wakati Mungu aliniambia nitakuonyesha the where to take the message. 2020, that date 2020, 19th of January 2020, the Lord told me I am meeting the next president. For those who are not getting it, get it that the Lord has already given us this president for him to use. Amtumie. Vile atamtumia ndio nawaambia tungojeni tuone. It is this time. Sasa tuache kulalamika. Tumwambie Mungu sasa ulisema. Kwa sababu ulisema sasa utatenda. Hii siku nilikutana naye. Na he was the deputy. But the Lord told me he is becoming the next president. Na hata nilikuwa namkambainia nikijua ni yeye. From that very time, ile mikutano ingine yote nilikutana na watu niliwaambia, he is the next president. Sasa Mungu aliniambia huyo ndio utapelekea ujumbe ya crude oil. Ujumbe ya mafuta ndio huyo utapelekea. So from that time now I waited for him to become the president. And when immediately na kuna vile niliwaambia, hata Mungu aliniambia it is not about votes. Hata yeye mwenyewe sasa sijui kwa nini viongozi wa kanisa wamwambii it was all about God. Mungu aliniambia it was not about votes. It was about using him to alete ujumbe wake na alete kazi yake hapa Kenya. Kazi yake ikaanzie through him. Na kwa sababu Mungu akisema amesema.
Whichever way he is doing it, already I know, but I am not supposed to disclose that which I have not been taught to disclose to you. So, Wakenya sasa nimesema tuache kulalamika. Tafadhali tuache kulalamika. Tuombe maombi ya kushukuru. Na mtaona hii jambo ikitendeka. Kwa sababu hizi ina yumba nikishika kifunguo ya economy. Na nilisema ni mimi niko na kifunguo ya economy. Kenyans hata nashangaa kwa nini hamjasambaza huu ujumbe. Kwa nini ujumbe yangu hainjaenda? Even though ni ujumbe ya revival, I can understand how the devil can manipulate his agendas. But because hapa hakuna agenda ya ibilisi. Hapa tulisema ibilisi ameshafagiliwa nje ya Kenya. Ujumbe ya uchafu ya ibilisi iko out of the nation. So hapa ni ujumbe ya Mungu sasa ipenye mpaka kwa masikio ya wenye wanafaa waisikie. Kana kwamba crude oil yenye iko kwangu ndio inafaa sasa clear the debt. Ndio inaleta amani. Hii amani unaona hakuna. Kenyans mnafaa kuwa mnaomba saa hii. Calm down. I said that wana wa Israeli walifuruga amani yao jangwani kwa manunguniko. Tusinungunike tena. Sasa tumwambie Mungu, ongelesha Mungu. Mkenya yeyote pahali ulioko ongelesha Mungu, usiongelesha mtu. Ongelesha Mungu, mwambie Mungu sasa we have suffered enough. Can we know your plan now? The Lord has a plan for this nation and I have the key of the economy. Because I have some works to do concerning the end time revival. Concerning the end time revival. I have shown you that the time I've been carrying that message of crude oil. Na saa ile imefika sasa kukuja kuiachilia kwa wale wanafaa waishughulikie. It's like the year ran. So, hii muda yote mnaona tumedileishwa. Ni kwa sababu ujumbe ya Mungu haikufanyika vile alitaka ifanyike. Na Kenyans now pray. Church pray. Why are you not praying, church? And you know the Lord can do anything. Church, why are you not praying? Church, pray. Wacheni sasa tuache manunguniko. Kila mtu ashukuru Mungu. Because he is too near to us. Mungu ako karibu nasi sana. Kuna mwenye alikuwa nataka nifafanue hiyo ujumbe. Na kwa sababu nikiimalizia nilisema vile Mungu atafanya hata mimi sijui. I know. I will not lie to you. I know how the Lord will do it. And remember, I know my position in the kingdom of God. I know my position. I know myself in the position of the kingdom of God. Now, in this leadership of the world, here on earth, here in the nation of Kenya, I know pahali nitakuja kuingilia. So that is why it's like I'm not, somebody thought I am drumming for myself. I said, I am an evangelist. I am carrying an agenda of the end time revival. And I am into politics. I was called into politics because I am dealing with politicians. Remember, they are leaders whom the Lord has already given unto us. Because if he has not given unto us, why are they leading us? Mbona wanatuongoza? Simufai tujue tu wanatuongoza, na kwa sababu wanatuongoza, tunafaa tumuulize Mungu, because they are here leading us. What are we supposed to do? Almighty God, what is our place in their leadership? What are we supposed to do? Pray. If we were praying for the president, angekuwa sahi ameshika agenda ya Mungu. Amekuwa sahi amefunuliwa na Mungu. Hii crude oil ndio itaokoa nchi kwa ile situation iko. Hata yeye mwenyewe, hata every other leader who is now in this leadership. And then, what do we want like Kenyans? We only want to see the land settled. Nothing else. We only want to see the land settled. We only want to see the nation move as the Lord wants. Tafadhali wa Kenya, kila mtu angalie huu ujumbe na usiruke even 1 minute, because how can you commend a message that you have not had the whole of the context? Usiruke chochote hapa kwa hii message. Tafadhali angalia every minute hapa, it counts. Every minute kwa huu ujumbe, it counts. Tafadhali, the nation of Kenya, we are delaying ourselves. Let us pray now. Let us pray that the government will understand the work that the Almighty God wants them to do. I am repeating myself. Kuna ujumbe na upeana sahi niliupeana like last year. The reason why I am repeating myself, it is because the Lord is too merciful. If he can tell you, alifanyia nini?
mtumishi wake Ahab alipoambiwa sasa atakufa, alienda mbele zake na akaomboleza na akaomba, na Mungu akarudi akamwambia, now you will not die. Hata akamuongezea, hata ile mapigo ilikuwa ikuje kumpiga, haikukuja kwa wakati wake, ilikuja kwa wakati mwingine. That is our God. That is how God works. If you can say someone is going to see this and this, and that person is before the Lord, and you don't know what that person is telling God, remember the Almighty God is for us all. Na kila mtu anaamuka asubuhi anaenda mbele za Mungu kwa kivyake. So we cannot judge. Huwezi judge ukasema huyu kulingana pale amefika sasa anafaa kuwa ameondoka. Hapana. Here we all belong to God, and God can change his mind. What did he do to Nineveh? Nineveh ilikuwa isambaratishwa within 40 days. Na ndio unaona hata Yona alipoona wanjesambaratishwa alianza kukasirika. Sasa hapa tusikasirike ati mtu alikuwa anangoja hawa. Hapa ni kumwambia Mungu ni asante. Every soul matters before the Almighty God. Every soul. Every soul. Every person. Every individual matters before the Almighty God. Kenyans, let us pray that the agenda of the Almighty God is taken seriously and it is done according to the plan of God. Kila mtu anataka kuona tu nchi imesimama na nchi iko na peace na nchi iko na calmness for the work of the Almighty God to start and to go to the end. Kulingana vile Mungu anataka ikafike vile ilivyo. I said I have everything. The moment I'll be in a position to explain everything, I will tell you because I know. I know vile mambo itaanza na vile itaisha. I know. So Kenyans, tafadhali nilikuwa nakuja kufafanua ujumbe huo nilipeana last time. Nikasema kuna wale au wenye nilipeana hata nilisema wasithumbutu kutafuta ati uongozi ati mfanye huyu chama ingine mtokee chama hapa ati mwingine align na huyu. Hakuna kitu kama hiyo. Sahi hakuna kitu kama hiyo in this nation of Kenya. Msiharibu your resources and your energy and your time. Spare that time for something else. Start looking for God. Remember the nation, I said the nation is in the hands of the Almighty God. Start looking. Kuna wale niliwaambia seek to know the mind of God. Some of you have God even within your families. Please seek to know the mind of God concerning the nation, because those whom you have, they know. So many people know the mind of God at this very moment, and they know that it is the time of revival, and the time of revival cannot be stopped by anything. Hakuna kitu inaweza simamisha ujumbe wa revival. Kwa hivyo tafadhalini wa Kenya, msirukaruke hii ujumbe, sikiliza yote tafadhali. 22 minutes are not many. Just msikilize tu, msikie vile Mungu anasema, na tushikane kwa mikono tuombe. Tuombe hii agenda. Sasa Mungu afunulie viongozi walioko sasa, because nilisema uongozi wote unatoka kwa Mungu. Na kwa sababu gani anatuongoza hata tukikata? Si anatuongoza. Sasa tumuombee ashike Mungu anasema nini, afanye vile Mungu anasema. Thank you. God bless you Kenyans. Pray for yourselves. Pray for the nation. Pray for this agenda of crude oil to be understood by everyone in the nation of Kenya. It is the only hope for the nation at this very moment of the hour. Thank you and God bless you.